Viongozi wa madhehebu mbalimbali wamelaani vikali vitendo vya unyanyasaji wanaofanyiwa waumini wa Kikristo waishio Zanzibar na kusema dini zote zinahubiri kuhusu amani. Sema TV ikiongea na viongozi hao kwa nyakati tofauti kwenye ibada ya Pasaka, Askofu mkuu wa makanisa ya Philadelphia Gospel Assemblies Tanzania, Afrika na Asia, Profesa Yohana Masinga amesema hili la Zanzibar ni swala ambalo linaleta ukakasi, kwa sababu ukianza kuangalia masuala ya imani, kwanza huwezi kumlazimisha mtu kwa imani ili amgeukie Mungu kwa kumpiga. Utakuwa unafanya kitu ambacho sio cha kawaida. Lakini pia nchi yetu, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema haina dini, ila watu wake ndio wana dini. Sasa ukipiga watu sioni kama inaleta maana iliyo halisi. Kwa mimi binafsi nisingependa, na hii ni habari ambayo binafsi kama Wakristo imetuhuzunisha katika nchi hii. Ningelitoa rai tu kwa serikali kuweza kuliangalia hili kwa undani, kwa sababu inaweza kusababisha namna ya kutokuwa na amani katika taifa ambalo kuanzia waasisi wetu, kuanzia mwalimu wetu ambaye alikuwa ni muasisi wa taifa hili, Julius Kambarage Nyerere, hatukuyaona haya. Lakini sasa, kwa mfano, sasa hivi kuna video mbalimbali ambazo zimerushwa, watu wanachapwa viboko. Sasa picha kama hii inaweza ikaleta namna ambayo si nzuri. Watu wamenyamaza, lakini huwezi kujua kwamba wengine watachukua hatua gani. Jambo hili si zuri, na ningeliomba serikali, kama ambavyo pia imeweza kutoa tamko serikali ya Zanzibar, basi kuweza kulikazia kwa uwazi zaidi, ingekuwa nzuri zaidi kwa ajili ya amani. Ninachozungumza, agizo kuu la Yesu Kristo ni kuihubiri Injili. Injili ni habari njema za ufalme wa Mungu. Kusudi la kifo cha Yesu Kristo hasa ni ukombozi wa mioyo, na mioyo ya watu ikisha kukombolewa, baraka automatically zinakuja tu, kuliko kuanza kuhubiri baraka lakini huzungumzi habari za mabadiliko ya mioyo ya wanadamu. Kusudi kubwa ni mabadiliko makubwa ya mioyo ya wanadamu wamgeukie Mungu katika maisha yao. Kwa upande wake, msaidizi wa askofu kanisa la KKKT Dayosisi ya Dodoma, Mchungaji Stanley Makasi Tabulu, amesisitiza wananchi kudumisha upendo na amani katika nchi. Kama kanisa ni chombo cha kuleta amani duniani, amani ambayo imeletwa na Mungu mwenyewe kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi, wito wetu kama kanisa ni kuona kwamba kila jamii inaishi kwa amani. Kwa hiyo sisi kama kanisa ni kumuomba Mungu ili awabadilishe wale wenye mioyo migumu ambayo wanafikiri kuwatesa ama kuwanyanyasa wengine, ili wapate moyo wa upendo, warejee maandiko matakatifu ya Mungu ambaye alianzisha hiyo amani, ili wadumu katika amani. Lakini pia sisi tunaungana na serikali yetu, kwa sababu serikali pia ni chombo ambacho kinaleta na kutuliza amani katika jamii, katika taifa. Kwa hiyo sisi tunaungana na serikali kuwaomba wale ambao wanafanya matendo yasiyo ya huruma na kuwaonea wengine ama kukosesha wengine amani, basi wajitahidi kuwa na moyo wa ubinadamu, kwa sababu mpango wa Mungu ni amani kwa watu wote. Kwa hiyo wanapofanya hivyo pia wanakuwa wanasimama kinyume na mapenzi ya Mungu, kwa sababu Mungu hataki watu waishi kwa mambo ya kuonewa ama kudhulumiwa ama kuteswa, bali anataka watu wote waishi kwa amani. Hakutuumba tuishi hapa kwa kutabika, bali tuishi kwa amani na furaha na upendo. Kwa hiyo Mungu tunamuomba wasaidie hata wale ambao wanakengeuka maagizo ya Mungu na kuishi bila amani, ili watende yale yaliyo mapenzi ya Mungu, kwa sababu ndio kusudi la Mungu. Lakini kukiwepo na amani, kunakuwa na mafanikio, kunakuwa na maendeleo, kwa sababu kusipokuwa na amani hakuna maendeleo, kwa sababu watu wanakuwa wanahofu, wanakuwa hawaishi kwa amani, hawapokei hata yale wanayokuwa ni mambo ya kufanya kama familia, kama jumuiya, kama taifa, kama kanisa, kwa sababu wanakuwa na hali ya kutotulia. Lakini wakiwa na amani, ndipo kunaweza kuwepo na mafanikio. Ndio maana hata kanisa linaungana na serikali yetu kuunga mkono juhudi za kuleta amani katika taifa letu na katika ulimwengu mzima, kama Mungu alivyotuagizia. Kwa jina naitwa Elina Kihoza, ni katibu wa wanawake hapa kanisa la Philadelphia Gospel Assembly makao makuu.
Tukizungumzia leo ikiwa ni siku ya kuadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo, na tukizungumzia kwenye suala la malezi, na kwa sababu tunazungumzia kwa habari ya kufufuka kwa Yesu Kristo, ni kwamba ukiangalia kwa Yesu mwenyewe ni kwamba alikuja kwa habari ya kulea. Ina maana alitulea. Kufundisha ni sehemu ya kulea. Kwa kama mama na kwa watoto ambao sasa hivi wako likizo, wako nyumbani, malezi kidogo imekuwa ni changamoto kutokana na mitandao mingi sana, kutokana na udijitali uliopo, lakini bado kuna msaada mkubwa ambao ninatakiwa kufanya kama mama au kwa mwanamke mwenzangu ambaye anaweza kunisikiliza hapa kupitia TV hii, ya kwamba watoto lazima tuwalee katika misingi au maadili ya kimungu. Hiyo ndio njia pekee ambayo inaweza kwanza ikatusaidia kumwokoa mtoto kutokana na mazingira ambayo tunaishi sasa hivi au katika dunia tulionayo sasa hivi. Lakini pia ni vizuri kukaa na mtoto na kumweka wazi kwa habari ya maisha jinsi yalivyo. Unajua mwanzoni ilikuwa ni ngumu sana wazazi zamani kuweza kumweleza mtoto hali halisi ya maisha jinsi yalivyokuwa. Lakini kwa sasa hivi ni vizuri kama mtoto akiweza kuelezwa katika hali halisi ya kwamba malezi yanamhusu mama au baba, kuhakikisha kwamba mtoto anaenenda katika njia inayomfaa. Moja, kumwelekeza katika njia ya Mungu, lakini pia pili, ikiwa ni sehemu ya kukaa na mtoto, kumweka wazi, kumweleza jinsi dunia inavyokwenda na kumpa nafasi mtoto kuweza kumsikiliza ni mambo gani au ni changamoto gani anazoweza kupitia.